nipende kuwashukuru. Tulianza mwaka mpya wa fedha, tulimaliza salama mwaka uliopita, na tulimaliza tukiwa na mafanikio mengi kama mkoa, na sasa tumeanza mwaka mpya wa fedha. Tuko mwezi wa pili wa utekelezaji. Tunalo jukumu kubwa la kuhakikisha mwaka huu wa fedha pia 2026/27 tunaufanya kwa ufanisi na kwa ubora, ili tunapomaliza mwaka yako malengo tuliyoweka kwa ajili ya mwaka huu. Kila mtu kwa idara yake, kwa sekta yake, apitie malengo ya idara yake, malengo ya kisekta, ili tunapomaliza mwaka kila mtu aone kuwa amewajibika ipasavyo kuhakikisha tunayakamilisha. Mwaka uliopita tulikuwa tunasema kuna mengine tulichelewa, tukaanza kukumbushana kwa kuchelewa. Lakini si swala la kukumbushana, ni swala la kila mtu kutimiza wajibu. Ile lugha ya kusema tutaanza, bado tuna muda mrefu wa kutimiza, bado si tuna nini. Nimeona mtu manunuzi hapa nikakumbuka siku moja tulikumbushana sana juu hadi Disemba tunatenda hazijatangazwa wakati zipo kwenye mfumo. Sasa mambo kama natamani mwaka huu yaanze mapema. Kila mtu anajua kwenye idara yake au sekta yake amepanga kufanya nini, aanze kuvifanya sasa. Muda huu si mrefu. Kingoja mwezi wa kwanza ndio uanze, unashangaa muda umesha kimbia, na sababu za kutofanikisha zinakuja mwishoni, zinakuja kuwa nyingi ambazo si za sababu za lazima. Lakini pia niwakumbushe kuwa nchi yetu kupitia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, nafahamu kuwa amezindua mwaka jana rasmi dira ya maendeleo ya taifa ya 25-50. Tulikuwa tunatekeleza 2025, tumeimaliza. Kwa mwaka jana ilitengenezwa dira ambayo sasa ndio mwaka huu wa fedha ndio mwaka wa kwanza kuanza kuitekeleza. Tuna miaka 25, lakini ukitekeleza mambo ya miaka 5 kwa mwaka mmoja, wewe utapongezwa zaidi. Kila siku ninasema tuko nyuma, nahitaji kuendelea. Kwa kila mtu akikaa kwenye idara yake hakikisha kwanza anaijua dira. Inawezekana hapa kuna watu ambao wanafikiri dira haiwahusu, sababu wanaona tu mduma anakimbizana huku kwenye dira, si mipango na nini. Lakini dira ina kila mtu kwenye idara yake ana namna ya kuitekeleza. Yako mambo yanahusu watumishi, yako mambo yanahusu ujenzi, yako mambo yanahusu halmashauri, kilimo na kila kitu. Kwa kila mtu nitoe wito kwenu ajifunze dira ya taifa ya maendeleo inasema nini, na kila mtu kwenye idara yake ajipange namna gani na yeye ni sehemu ya kufanikisha dira ile.